sommes. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression, y mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, y amener la justice éternelle, pour sceller le vision et le prophète, pour oindre les saints des saints. Amen. Sachez-le donc, y compris depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, le place et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Amen. Après les 62 semaines, un noix sera retraché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Il s'en fait arrivera comme par une inondation. Amen. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Amen. Il dira la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. 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 Muda wa majuma 17 umeamuliwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Amen. Ili kukomesha makosa na kumaliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia maono na unabii muhuri na kupakana na mafuta yeye aliye mtakatifu sana. Ujue basi na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalemu hata mpakaliwa mkubwa yatakuwa majuma 7 na majuma 62. Njia kuu itajengwa tena na ukuta hata katika nyakati za taabu. Na nyuma ya majuma 62 mwenye kupakaliwa atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu. Na watu wakubwa atakayekuja watawaharibu mji na pahali patakatifu, na mwisho wake utakuwa gharika, na hata kufika mwisho vita itakuwa ukiwa umekusudiwa. Naye atafanya agano la nguvu pamoja na wingi kwa juma moja, na kwa nusu ya juma atakomesha sadaka na toleo. Na juu ya bawa la machukizo atakuja mmoja anayefanya ukiwa, na hata kwa mwisho ghadhabu iliyokusudiwa itamwangwa juu yake mwenyewe kuharibu. Amina. Amen. Tutaweza kukaa na Mungu atubariki. Amen. Nafurahi kuona ndugu yetu, dada yetu, mama Adam katikati yetu. Mungu akubariki. Siku mingi tulikuwa tukuone kwa sababu ya magonjwa ya mtoto. Kwa hiyo tunashukuru kukuona katikati yetu. Ndugu yetu pale Meshak, vile vile Mungu akubariki katikati yetu. Amina. Tunaendelesha somo yetu juu ya 70 semaines de Daniel. Amen. Ni somo ambalo tuliweza kuarete juu ya mgeni, na vile vile mardi tuliweza kusoma tu kidogo na tukaacha kwa sababu roho ilituongoza katika vitu vingine. Amina. Kwa hivyo Mungu tena atupatie masikio, atupatie na roho ya kuweza kupokea maneno ambayo tunataka kuyazungumzia. Amina. Tukikumbusha tulionyesha kwamba hii 70 semaine, amina, haituhusu sisi wa mataifa. Amen. Tulisema ya kwamba ni ya Waisraeli. Amen. Tunaisoma ama tunajifunza hayo ni kwa sababu ishakaleta fujo katikati ya watu. Amen. Imekuwa sije ya kugabula beso. Wengine wameleta yao na wengine wanaleta kuelewa yao, kwa sababu mwingine hakuelewa anasema mimi naanza kisomo chingine. Wakati utamuuliza unaanza kisomo chingine juu ya nini, anasema mie ulisema utikungali seta. Umeanza hata kisomo chingine juu ya nini, umesema utikungali 3 zaidi mimi. Amen. Kuna
kutokuelewana. Na pia ile watu wanagabulana. Ijapokuwa haiko vyetu hata. Tungeulizana tunafia nini? Mbona vingine nacha tunagabulana havituhusu hata. Amen. Amina. Amen. Hadi kunasema ya kwamba hapa kwenye tumesoma nasema 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Majuma 70 imeamuriwa juu ya taifa lako. Hapa wanaeleza na Daniel. Amen. Le peuple de Daniel. Taifa la Daniel. Ce n'est pas les Congolais. Amen. Ce n'est pas les Américains. Ce n'est pas les Français. Amen. Mais c'est Israël. Amina. Juu ya nini tunakokotana kwa vitu vyenye havituhusu hata? Les 70 semaines c'est pour Israël. Amina. Amen. Bali naomba kabisa wakati mtu anataka kusumbua vya 70 semaines, no, achana na vile havinihusu hata. Les 70 semaines ont été fixées sur le peuple d'Israël. Amen. Amen. Amina. Mais sasa tunamisoma juu Israeli ni kalendari ya Mungu. Amen. Kwenye imefikia na sie wa mataifa tunaonaka tuko naona sema na sie tuko nasogelea hapa. Amina. Amen. Siku za kutumika na Waisraeli zinajulikana. Amen. Siku za kutumika na sie wa mataifa hazijulikana. Ndio maana tunaangaliaka Israeli imefikia hapa, kumbe na sisi tuko naenda tunafika mwisho. Amina. Sasa wanasema ya kwamba tangia tangazo ya kurebatire mwingine kulikuwa kumepita juma 7 na vile vile juma 60 na ngapi na 2. Amen. Ni vile hivyo halikumetuambia. Na wakati tulitia hizi juma 7 na juma 62 fasi moya ikatupatia majuma 69. Amen. Amina. Ni kusema panasema mpakaliwa. Na mpakaliwa alikuwa ni Yesu Kristo. Mpaka Yesu anakuja hapa wanamkatala. Mpaka hapa kwenye alikataliwa kulikuwa kumeshapita deja 69 semaines. Amen. Sur 70 kulikuwa kumekuwa consommé deja 69 semaines. Amen. Amina. Na wakati tunakamata 70 mwe 69 kunabakia 4 semaines. Tukasoma William Mario Branham, nabii wa kizazi, akatuambia seme ini semene egale seta. Amen. Tulimusoma akasema ini semene egale seta. Na kaambia watu wa Branham Tabernacle akasema repete ini semene egale seta. Amen. Akusema vile kwa bure. Amen. Il fallait que les gens retiennent cela. Amen. Une semaine égale 7 ans. Amen. Ni kusema hii juma yenye ilikuwa inabakilia. Jour Jésus ameenda kwa msalaba, loin a été rejeté. Na 69 na ilishapita. Ni kusema kulikuwa kunabakia 7 ans. C'est-à-dire une semaine. Amen. Amina. Amen. Na tulionyesha ya kwamba wakati hawa Waisraeli walikatala Yesu, neema ikatugeukia sie wa mataifa. Amen. Amen. Sie wenye hatukukuwa kitu, sie wenye tulikuwa vitu bure. Amina. Muisraeli na hawezi kula na wewe. Amen. Amina. Tunaangalia hata historia mu Biblia. Wakati wengine wa mataifa sashie walipokea message, ubishi ukabakia katikati ya wengine ambonono. Eske wale nabo relema walisha vipokea kweli? Amen. Wenye wangali nakula nyama za nguruwe, wenye wangali nakula vigonde, wenye wangali nakula manyama ya bata. Amina. Iliomba delegation ipelekewe kule, waende waambie wengine ambonono hapa nao
balishapata ile neema. Amen. Kenye tuwaambie wajiepushe na nyama zenye zilitolewa ku masanamu. Amina. Wajiepushe na nyama zenye zilijiniga. Amina. Na wajiepushe vile vile na muliano. Amina. Sema vaji frère. Atanjo meru. Atanjo mara hiyo meru shafika kululini hapa kukinywa. Kama wanachinja ng'ombe mkarti, usikimbie kupeleka ukachungu. Amina. Kama unakimbiza ukachungu, petete ruko na mabata. Petete ruko na maimbwa. Petete ruko na makuku za kupelekea hayo. Kwenda katia uti. Jo utakula. Haujui kenye uliamini. Amen. Mungu asaidie sana. Amen. Kambuzi kalishiniga. Joshua ya Meru. Wewe hulu unaenda kachinja mtu anafika uko na choma. Tulisema no. Amen. Vile viko parmi vyenye vilikataziwa si wa mataifa. Amen. Vingine vyote walisema tukule. Amen. Wakati walifika pale wakatukatazisha vile. Neema ikageukia wa mataifa. Na hapa sasa ndio ukaanza lesetage de l'église. Amina. Kizazi ya kwanza ikaanza, ya pili ikaenda, ya tatu ikaenda, ya nne ikaenda, ya tano, ya sita mpaka tukafika mwiki kitu cha Laodicea. Amen. Na tulionyesha kwamba tuko mkizazi ya mwisho. Amen. Amina. Apre kizazi hakuna tena kingine. Amen. Kila kizazi kilikuwa na nyota yake. Na mwi kizazi yetu kuko nyota. Amen. Hii ya messager. Kuko mjumbe. Mwakati yetu mwenye naamini messager ni mfrère. Wagemuuliza mbu. Nabii wa kizazi ni nani ateseyuwe? Tunakosa kama aliyeminiaka wapi. Amen. Amina. Amen. Nous avons un prophète. Tuko na nabii. William Marion Branham. Amen. Mwalimu wa école de dimanche ukwenda fundisha na vile watoto. Amen. Amina. Uko compositeur, composer même. Amina. Mungu ametupatia neema, Mungu ametupatia neema. Nous avons un prophète. Que Dieu nous a envoyé par sa grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur linatoka mkiti. Amina. Composition hii. C'est un exemple. Mais wakati tunamuitaya, ce n'est pas pour que nous puissions l'adorer. Amen. Mwenye tunapatia place ya mbele, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Huyu naye akakufa, sasa wengine wenyewe walishakakufa. Meju kumuto ohi, wakati alikuwa kibatizo, sauti mgeni kasema comme Jean-Baptiste, kama vile Yohana Mbatizaji a été envoyé alivyotumwa pour préparer la première venue de Christ. kutayarisha kuja kwa mara ya kwanza ya Kristo. Toi, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Ah, William Marion Branham a été envoyé avec un message. Amen. Amina. Et ce message-là, Dieu tout qu'on a valeté jusqu'aujourd'hui. Amen. Même ici à Richaka Kouf. Amen. Ingelikuwa yeye. Kumbe tunaona sema tushakabakia jua Richaka Kouf. Amen. Mais comme c'était un message, le message continue. Amen. 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 Après huyu
hakuna nabii mwingine. Amen, amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa tuliweza kuona ya kwamba wakati kizazi ya 7 inafika kumwisho, amina, itaomba benye baliamini, benye balipata Saint Esprit, Seigneur akuye abatwaye. Ils seront enlevés. Et après l'enlèvement, baada ya unyakurio, neema inatoka huku kwetu kwa mataifa, inarudia wapi? Kwa Waisraeli. Amen. Amina. amen, Tuliona ya kwamba iye ine eglise, kuko kanisa, ine eglise kanisa moja yenye ilikuwa tipifié comme une femme. yenyewe ilikuwa ikimaanisha kama vile mwanamke. Amina. Une femme Mwanamke qui était enceinte. aliyekuwa mjamzito. Amina. Amen. Na tulisema ya kwamba la femme Mwanamke c'est l'église. ni kanisa. Wenye wanasemaga kie ni Maria ili se trop. Wanajidanganya. Amen. Huyu mwanamke alikuwa na mimba. Kukichwa yake kulikuwa kurone ya 12 étoiles. Ndio taji la nyota 12 Yenye inatifie l'enseignement des 12 apôtres. mafundisho ya mitume 12. Amina. Amen. Chini ya miguu yake kulikuwa mwezi ama mbala mwezi. Amen. Iko type ya Ancien Testament. Ndio agano la kale. Toute la loi, Ila sheria, tous les enseignements prophétiques dans l'Ancien Testament, ndio mafundisho yote ya kinabii ya magano la kale nous croyons à ça. tunaiamini. Amen. Amen. Amina. Amen. Il y avait le soleil. Kulikuwa hata jua. Le soleil de la justice, Jésus-Christ lui-même. Ndio jua ya haki ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Amina. Amen. Mais alors cette femme ici, Sasa tena huyu mwanamke Joka, le dragon, ndiyo nyoka, ikatafuta idame petit. ndio Maandiko asema petit wakati alizaliwa akaenda wapi? mbinguni. Mbinguni. Amen. Wenye wanasemaga kini Jésus senye alizaliwaka hakuendaka mbinguni. Il a fait encore ici, je ne sais pas 33 ans. Huyu amefika pa miaka 33. Amen. Mais ce bébé, Lakini yule mtoto lorsqu'il va sortir, wakati atakapotoka il sera enlevé. atanyakuliwa. Amen. Il se nous l'épouse. Na ndiye bibi harusi. Amina. Amen. Et on nous a dit que c'était la femme mâle. Ndio kama ndio alikuwa mtoto mwanaume. Et la femme mâle Mtoto mwanaume typifie le groupe des vainqueurs. inamaanisha Amen. washindaji. Amen. Amina. Amen. Mais tuliona ya kwamba mwanamke alikuwa ametayarishiwa nafasi kwenye nyumba. Sasa tena akimbie achungiwe kule pendant 1260 jours. Amina. Amen. Na wakati tunadivize hii par nombre de mois, unaenda ona kile nenda donner 42 mois que divisé par 30 jours, ça va nous donner 42. Pour que diviser 42 par 12, ça va nous donner les 3 ans et demi. Amen. Amen. Huyu mwanamke alienda
alibakia, il y avait un autre bébé. Et ce bébé-là, il a fallu qu'ils soient aussi protégés pendant 1260 jours. Na ule bébé, c'est le vierge fort. Amen. 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 Mungu asaidie sana. Amen. Ndio maana tulisema ya kwamba ili semene yenye ilibakilia, c'est-à-dire 7 ans, Sema miaka 7 iko divisé par 2, nagawanywa mara 2. il y a une période de 3 ans et demi. Kuna muda wa miaka 3 na nusu. Une période de 3 ans et demi. Ingine ya miaka 3 na nusu. Le total qui nous donne les 7. Sasa yote kwa limoya ni miaka 7. Amen. Amina. Amen. Na pale ndio kwenye tulisema wote wenyewe wanasema kungali 3 ans et demi, il se trompe. Wanajidanganya. Mais attention. Lakini fanyeni angalisho. La mauvaise compréhension. Kuelewa kubaya Mtu hajitumia kayo. Amina. Amen. Kuelewa mwenye anaipanaka ni Mungu. Amen. Ukiona na mtu naye mwenye ashaelewa mubaya usimcheke hata. Mais il faut tout simplement prier Amen. pour lui. Amen. 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 Jusqu'à wote tuko humu tulikuwa dans les dénominations. Mazebu. Amina. Amen. Tulikuwa tunaamini vituruturu. Mais na tuko nawaza ni nini ni vérité. Mais l'état est arrivé. Lakini wakati ilifika. Amen. Tulitoka mwali. Amen. Amen. Alors, nous nous sommes posé la question. Basi tulijiswali swali. Tuseme sasa benye wanasemaka kungali 3 ans et demi. Mbona écriture ya Daniel hapa kwenye tuko ku verset 27. Inasema il fera une solide alliance avec plusieurs. Atafanya agano la nguvu pamoja na wingi Pour une semaine. muda wa juma Amen. moja. Amen. 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 La bête Mnyama fera une alliance atafanya agano la nguvu avec plusieurs pamoja na wengi pour une semaine. kwa ajili ya juma moja. Amina. Amen. Pour une semaine. Kwa ajili ya juma moja. Alors nous nous sommes dit, Cha tuliulizana cette alliance ici hii agano upatanisho ule se fera quand l'église sera déjà enlevée. itafanyikaga wakati kanisa bibi ashaenda. Parce que Kwa sababu juu ya hii alliance amen, njo yenye itapermetraka vajenge tena troisième temple. Amina. Amen. Mais sasa wanasema ya kwamba hii agano itakuwaka ya ine semaine. juma moja. Sasa kungelikuwa kungali nabakia 3 ans et demi après enlèvement, wakasema atafanyaka agano pour 3 ans et demi. Mais la Bible nous dit il fera Atafanya une alliance agano avec plusieurs pamoja na wengi pour une semaine. muda wa juma moja, Il dira la moitié de la semaine, na kati ya ile nusu ya juma il fera cesser le sacrifice. Amen. atakomesha matoleo. Yani atafanyaka agano ya seta, c'est-à-dire une semaine, Juma nikusema juma moja anatumika hapa nabo mzuri mu 3 ans et demi. Mais wakati 3 ans et demi hii inafika seta, inafika mkatikati hapa, ana brise ile alliance
na anawageuka. Amen. Unabakia tu zaidi ni yenyewe haikuwa tena kusikilizana. Amen. Amina. Amen. C'est pourquoi Ndio maana nous avons dit que tulisema ya kuwa dans les premiers 3 ans et demi, kati ya ile miaka 3 ya kwanza l'Antichrist fera une alliance avec plusieurs. mpinga Kristo atafanya agano pamoja na watu wengi. Ataendea Waisraeli. Amen. Badi muko nagombana na Waislamu juu ya nini? Amen. Amen. Kila siku muko napigana ni nini? Si muko bandugu badi. Amen. Nyie muko watoto wa nani? Tuko watoto wa Abraham, Isake, vitu gani? Amina. Ambo, wa mizilima. Na nyie muko vitu gani? No, tuko watoto na sisi wa Abraham, Ismael, vitu gani? Mbona nyie wote mnakuwa tena pamoja? Aseme bo, na shie ba Katoliki, amina, c'est-à-dire shie ba Kristu, na shie tuko watoto wa Abraham. Juma ndiko nasema shie tuko watoto wa Abraham kwa nini? Kwa imani. Sasa mwache tuungane badi. Wanaitike. Amen. Na zile mapei arabe zote na wengine wanaungana wanasinye ile alliance pour combien? Pour 7 ans, une semaine. Miaka 7. Chisomo chinajengewa tena. Pour jusqu'à maintenant ba Israeli hapana chisomo. Amen. Mekitajengewa bibi harusi nalishaka hema. Amen. Donc ukisikia mubalisha anza acho kisha mtajengea huko na sema basi nisha bakilizi. Amen. Me itakuwa kadosie. Nikikuwa na nimiji ulibakia na wewe utakuwa unaanza pia nihuta. Watu watapataka na mangume. Amen. Amen. Wewe ulituambia useme kisomo kitajengewaka na tulishakaenda. Sasa ndio tushabakia. Donc ushacha donc nikirate tena ku vierge folle donc na nimepotea. Amen. Ngumu jibu na ubishia. Amen. Mese mashaba mangumu. Usipigake. Amen. Juku bakia haiko ya pasteur. Kubakia ni maisha yako. Amen. Katika kale kama ndivyo ilikuwa ngei wanapata kwa nasema hapo wanaanza kaogopa wanaona nduluka nza lukasha kala dosita kwa nguvu. Wanaanza kusema ambo. Usiangalie ambo usione vyenye nafanya. Uangalie vyenye niko nasema. Amen. Wanaogopa pa. Silikwambia tulikuwa nafuata vyenye niko nasema. Usiangalie vyenye niko nafanya. Mwenda ni kushindwa juma andiko nasema soyez nos imitateurs. Amen. Amina. Amen. Frère Branham anasemaka kanisa inafananaka mchungaji wake. Amen. Watu washaka shindwa kuacha pombe. Ni juu wanakutanaka mapastere wao nabo na wao kunavukunya. Amen. 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 Unaona pasteur midomo ishaka rungula juu ya roto. Bali. Kisha kuwa rouge. Amen. Bon. Senya nakwambia sema uache kuwa napiga kabaya. Sasa utatembelea kunyumba yake kwenye wanaikalaka unaenda kutana kwa vilikere vya makombie je wenyewe wanakunyaka wenyewe kwa nguvu kushinda na kabari. Utawacha yeye. Amen. Kanisa Israel itaanza kujenga, yani seta itaanza bibi harusi na alishaenda. Amen. Mais vierge folle alishabakia.
il sera protégé. Amen. Na nikuja nikusia nikasema la virginité Ubikira inatokea wapi? Amina. Nilisema ya kwamba Israeli ilikuwa naitwa Baraka ni wakati walienda abudu miungu mingine, miungu migeni. Amen. Walienda abudu les idoles. Amen. Pale Mungu anasema ils se sont prostitués. Amen. Virginité Bikira tunaipata ni hii kuamini ya kwamba le Seigneur c'est le seul Dieu. Bwana ni Mungu pekee wa kweli. Amen. Wale wengine wote wengine wanasemaga ya kwamba kuko Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, watatu ndio wenyewe wanaenda kwa mmoja. Ils sont des prostituées. Wao ni makahaba. Amen. 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 C'est pourquoi les vierges folles Ndio maana bikira pumbafu sortiront du message. watatoka mjumbe. Ile nalo ni lubanza Ile na ile shida iko pale. wakati kile kitu kiko parmi kenye kinagabula somo ya bafre. Amen. Amuye obe alisema nini? Alisema ati ambule vierge folle sont dans les mains. Bikira pumbafu biko katika ujumbe. Angalume waje omuvierge folle amashaje mu bujumbe mwasi. Amekuwa mwaye. Garu na Yesu kati nini naanza chengia. Alors que la Bible dit dans Matthieu 25, Kwa Biblia inasema kati ya Mathayo 25 il y avait 10 vierges. kulikuwa mabikira 10 pamoja. Les 10 vierges étaient ensemble. Amen. Wote walikuwa wako pamoja katika kundi moja. Au milieu de la nuit, Lakini katikati ya usiku on cria. ukapitikana sauti. Une seule voix Sauti moja a été entendue par les 10 vierges. ilisikilikana na wabikira 10 wote wawili. Les 5 sages 5 wenye akili et les 5 folles, na 5 wasio na akili. ils ont écouté la même voix. Wote wawili wakasikia sauti La ile. voix du message. Sauti ya ujumbe. Voici l'époux. Tazameni bibi harusi. Allez à Sarambonde. Amen. Amen. Est-ce que bahoro washaka sikia message? Amen. Wakatoliki washasikia message? Non! Ce sont les 10 vierges qui ont entendu le message. C'est pourquoi les folles sortiront du message. Amen. Mais ce que nous cherchons, Lakini kinyi tunatafuta et ce qui nous tient ici, kinacha tunakwenda kusanyika hapa ni kusudi hii assemblée itoshe 100% ya bavierge sage. Amen. Amen. Quand vous prêchez comme ça, ce n'est pas pour que tu sois folle. wakati tunahubiri vile hiyo kusema sasa tunapenda kwa bibi harusi. Mais nous voulons que tu sois un vierge sage. Amen. Amen. Ils étaient ensemble. Wote walikuwa pamoja. Ils avaient même eu la lampe. Wote wakakuwa na taa. Ta parole est une lampe. Neno lako ni taa juu ya miguu yangu. Wale wako na parole. Sasa ndio habana parole. Amen. Amen. Ta parole est une lampe. Amen. Amen. Amina. Ils ont eu même de l'huile. Wote walikuwa na mafuta. Si walikuwa na mafuta mengine yao ilikuwa kidogo, hawakuwa na reserve hizo. Na pale tu kwenye dossier na kuwaka makaa.
Amen. Wengine hawakukuwa na reserve ile. Amen. 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 Dans ces premiers 3 ans et demi, Katikati ya hii miaka 3.5 la bête, il va faire une alliance avec plusieurs. mnyama atafanya agano pamoja na wengi. Bon, ici nous utilisons souvent deux vocabulaires. Hapa tunazoea tumikisha vitu viwili, La bête, mnyama l'antichrist. na mpinga Kristo. Ah, le pape, Papa papa wa Roma. Amina. Il est la bête, hein? yeye ni mnyama Ou bien il sera la bête. ama atakuwa sasa mnyama. Lorsqu'on voit son pouvoir politique, Wakati tunapoangalia nguvu zake za kipolitiki, il est antichrist. yeye ni mpinga Kristo. Lorsqu'on voit son pouvoir religieux. Wakati tunaangalia nguvu zake za kidini, Amina. Amen. Iko na deux cornes. amen, Iko na nguvu ya kisomo na nguvu ya nini? Ya kipolitiki. amen. Pour le moment, il est l'antichrist. Kwa sasa yeye ni mpinga Kristo. Mais il arrivera un moment, il sera la bête. Amen. Mais il va user de son pouvoir politique. Amen. Amina. Amen. Mungu asaidie sana. Seigneur mzee. Dans les 3 ans et demi, zile za kwanza, il va faire l'alliance avec plusieurs. Atafanya agano pamoja na wengi. Le temple sera construit. Jengo litajengwa. Amina. Le temple sera construit. Hekalu litajengwa. Troisième chose, Kitu ya tatu, les deux prophètes vont prêcher. manabii wawili watahubiri. Niko narudia kule nyuma. Mnajua somo ikishamaliza siku mingi, mwenyewe anataka ianza ukabla ngushetukirejwa. Amen. Ni apetika ya bare punguka. Amen. Jo sasa naomba tena waanze kustimule watu muhivitamine kidogo, kusudi tena waanze kuzoea ile chakula. Amen. Amen. Ningeanzia kwenye nilikuwa napenda nianzie, kumbe tutakosa tutabi hai na wengine balisha sawa. Amen. Les deux prophètes vont prophétiser Manabii wawili watahubiri pendant ces 3 ans et demi. kati ya hii miaka 3.5. Et les deux prophètes là, Na wale manabii wawili, tulisema ni Musa na Elia. amen, Na tukasema ya kwamba haiko Elia, haiko Musa. Amen. Mais ce sont leurs esprits amen, zenye zitatumika dans des hommes. Amen. Venye Mungu alishaka tayarisha. Amen. Amina. Amen. Na njoo kwenye tulionyesha kwamba l'esprit de Elie roho ya Elia, inatumika mara 5. amen, Turu ya kwanza ilitumika juu ya Elia watisibiti yeye mwenyewe. Amina. Turu ya pili ilitumika juu ya Elize. Amina. Turu ya tatu ilitumika juu ya Jean Baptiste. amen, Jean Baptiste naye wanamuitaka Eli. Amen. Amina. Ndio maana Yesu Kristo wakamuuliza, mbona wale babile wanasemaka ya kwamba lazima Elia akuje kwanza? amen, Akawajibia sema Elia alishaka kuja. amen, Amina. Ile alikuwa akionyesha Jean Baptiste. Ni akasema tena Elia atakuja tena. amen, Ilikuwa kimaanisha William Marion Branham. Amen. Ile ndio quatrième tour, esprit d'Eli inatumika. Cinquième tour, esprit
itatumika Israeli mui 3 ans et demi sur Eli. Amen. Amen, hein? Mungu asaidie sana. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. Lorsque hapa watu watapreshe, tuliona ya kwamba kitu itaonekana mwile 3 ans et demi ya kwanza, iyohale selemo de 144,000. Iliwa muhuri ya wasaka na 44,000. Amina. Muhuri inatiriwa kuvasa 44,000 isero sene. Amen. Watatiriwa muhuri. Les 144,000 tukasema basa 44,000 hai habako mukongo gisi batemwe de Jehova wanazoea kusema. Amen. Ngoka mpredikateur mwingine na nazoea kasema letemwe de Satan. Washuhuda wa shetani. Na mpredikateur nao bako mu vitu mingi we. Letemwe de Satan. Washuhuda wa shetani. Na alikuwa alishakashirika wadi. Amen. Hii bongo yote Mungu anadanganya watu jua ni yote letemwe de Satan. Washuhuda wa shetani hapa. Amen. Mukanu mapema bado muti. Bo, na wewe uko musaka 44,000. Na mnafrustria kuna umia wao wali hayo. Ndio wenyewe walikuwa kule na wanaamini ke musaka 44,000 iko na mtitemo. Nimeonyesha niseme tu ya kufre. Basi basi. Wako na kanyimo. Bana waogopesha wale mama favere wote mkoga batemo. Ndio sikia. Hadi wako na kanyimbo kabo. Senye bana kaimbaka mwingine anafataka yua mwili. Arambate racha totea ya arambate kabarata yote na wewe kumbusha kakamata zamani kusaka mkate mimi. Amen. Amen. Alo watu wanakiamini vile. Oro maandiko nilituambia iseme basaka 44,000 hawa watatoka muduze tribi d'Israël. Amen. Amen. Na mkila tribi mulikuwa natoka 12,000. Amen. Amina. Amen. Ugemultiplie 12,000 par 12 tribi unaenda pata 144,000. Ndio ukeuliza useme bo. Sasa omusaka 44,000 ukasuru. Iko mutribi ya nani? Atakwambia ma ende nemo matribi ndio za wapi yeye mko nasoma iget sere iget tribi na le tribi les clans différencier cela tribi clan des choses comme ça. Vous qui étudiez maintenant essayez de différencier cela. Ndiye Mungu mnasoma mjaribu kutupatia tofauti katika hivi. Ok, frère, non, c'est le guet. Vous êtes dans quelle tribu? Tu es de quelle tribu? Ah, bon, toi tu es de quelle tribu? Tu es du tribu de Nande. Quel clan? Quel clan? Amen. Amen. Un examen de taille. Examen de taille. Maintenant, watu washapata 0 na mjisoma. Ambapo ni basaka 44,000 na wanasema basaka 44,000 ba Biblia ilikuwa clair inafuata ba desineti 12 mutribi ya Gade, 12,000 mutribi ya Naftali, 12,000 mutribi ya Zabulon. Ainsi de suite mpaka wanamaliza 12 tribi. Na leo no munande owe chinani Lubero na tunabidi kumsaka 44,000. Amen. Kweli wakisha beba God. La cravate ya sai, ndira ma cravate sura. Amen. Unaamini Mungu wa kweli? Ndio. Amen. Ndiyo. Mungu wa kweli ni Yehova. Nenda mwambie useme, mes frères,
Mungu alishikumbulaka muile jina ya Yehova dans l'Ancien Testament. Ndio magari la kale. Même Nouveau Testament iko natumika na sie mujina ya Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Yeye anabakia mubili. Mungu wa kweli ni yao. Mungu amsaidie sana. Nous avons le message. Amen. Amen. Najua kwenye tuliwaonesha maverse za mingi zenye walishaka zima mu Biblia. Amen. Si tuliwaonesha kazwa. Amen. Banafika tu banatia verse, banajia oui inatushinda. Banatia hotu numerotike, banatia ukastari banayacha. Nero babo banabakiaka na ile kitabu yao wako na hesoma, hababiyuu sisi ndamuonesha na anashangala. Kweli mimi habaya yuwaka. Wanawaza tu Biblia vile ndio inakuwa. Juu haba itikake ya wengine ukemupatia hii atasema mbele ni ya mademo. Meshie tunasomeaka na ya Wakatoliki tunasema mwilete. Ile makabayo ya kabani mchilete tunaonesha mu verite. Amen. Amina. Amen. Kile cha Wakatoliki tukani mayaji jeruje tunawaonesha ndipo muangalie Katoliko kisiko nasema ati inawezekana ya kwamba ubatizo kule zamani walikuwa wanabatizaka mjina la Yesu Kristo. Amen. Lakini ni Eklesia ndiyo iliyobadilisha mambo. Amen. Sina wako nacho mkono. Amen. Ndio tunabadilisha Katoliko wenu shindi leo sije mko nacho leta kusome mtu. Katoliko hapa. Inaonekana ya kwamba hapo mwanzoni ubatizo ulikuwa katika maji mengi mjina la Yesu Kristo. Eklesia ilibadili mambo. Amen. Amen. Na eklesia ndio wapi usiangalie dhambi zangu, lakini imani ya eklesia ya. Amen. Cho watu wanabakia imani ya eklesia. Amen. Nini walishaka badili mambo? Wanakatala mambo ya kweli ya zamani. Amen. Ndio. Amen. Amen. Nona hatari ndio. Amen. Amen. Alors huyu antikrist, Pinga Kristo. l'antikrist Pinga Kristo iko na fundisha mafundisho mabaya, ndipo niko nasema pale. ndio. Il va faire l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Fanya agano na wengi kwa juma moja. Muile nusu ya kwanza, Amina anafanya ile alliance, Agano wanajenga temple, wajenga hekalu. wasaka 44,000 wanakuwa sele kupitia predication ya wasaka ya ba de témoins. Ndio wanatiliwa muhuri. Amina. Amen. Ni vitu ya Butamu, ni vitu. Amen. Nafikia wakati ninasikia Butamu mwavyo. Une autre chose, les vierges folles wanakuwa protégées. Na njoo kwenye nilisema bibi harusi wakati anaenda mwanamke anakimbia, walisema dans le désert pour être préparé ou garder pendant 1260 jours. Jua chungwe. Donc mui 3 ya kwanza vierge folle atakuwa hayaona mateso. Amen. Ndio. Mateso ya kuonekana kweli kweli ya kuluma itaonekana mu 3 ya mwisho. Amen. 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 Na njoo kwenye tuko naendea, nipenda nifanye kale kanani rapide kusudi sasa tunaingia mu 3 ya mwisho na tusikuwa na kosa kama tulikuwa kwa watu. Nijo mtu hawezaki kurekipere yote vijana shakasema mais là je suis en train de vous mettre à niveau. Amen. Amina. Amen. 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 Fiche ya prof yeye na mbira ya fiche ya prof. Amen. Usibote fiche ya prof. Amen. Amen. Amina. Sana wa prof ba fiche yeye shaka kumba donge. Kama ni pumba kashapita mikono ya watu wengi. Amen. Fiche ya prof. Amen.
Amen. Amen. Mungu aweze kutusaidia sana. Amen. Niko na sote vingine profe gani anapesha sote vile. Kuvuka moya. Serga tu. Unaga fishi ya prof. Amen. Amen. Oh. Hii mambo inaleta kugawanya kwa visomo. Na iko matati, naomba kabisa kuisikiliza mzuri. Alors, kwa hiyo tuliweza kuachiana, nous avons dit que au milieu de la semaine, Katikati ya juma il y a des choses qui vont se passer. huko vitu vyenyewe vitapitikana. Mbele watu waingie mutowaza edemi ya mwisho. Amina. Huko vingine vitu vyenyewe viko napitikana pale. Nous avons dit que Sema ya kuwa Christ va descendre Yesu Kristo atashuka comme un agneau kama vile mwana kondoo pour se révéler kwa kujifunua aux 144 000 kwa wasaka 44,000 sur la montagne de Sion. kwa mlima wa Sioni. Amina. Amen. Yesu Kristo ataonekana, anakuyaonekana jirevele kwa 144 000 sur le mont Sion. Kwa mlima wa Sioni wa Sayuni. Amina. Ile mlima Sayuni inataiwa sana mu Biblia. C'est la première venue de Christ Ni kuja kwa mara ya kwanza ya Kristo après l'enlèvement. baada ya unyakuzi. Lorsque nous serons enlevés, Wakati tutanyakuriwa, Christ ne piétinera pas sur cette terre, Kristo hata kanyaga tena kwenye hii dunia. mais que tutakutana naye dans les airs. Amen. Nous sommes déjà avec lui. Tuko pamoja naye. Il vient se révéler aux 144 000 Anakuja sasa kujifunua kwa wale wasaka 44,000 sur les monts Sion. kwa mlima Sayuni. C'est la première venue de Christ. Ile ndio kuja mara ya kwanza ya Kristo Pour les Juifs, kwa Wayahudi. c'est à la montagne de Sion. Ni kwa mlima wa Sayuni. Ceci se passe Hii inapitikana après le ministère des deux prophètes. baada ya kuhubiri ya wanabii wawili. Atakuwa kujirevele kwa 144 000 aba baprofete na walisha prêcher. Amen. Na 144 000 nisha kuwa sele. Amen. Na tuliona kimeme 144 hao wade profete walikuwa katie na watu wakafurahi hiyo yenyewe walikuwa bashatenda. Amen. Amina. Amen. Na pale ndio kwenye tulisoma katika Apocalypse 14. Zangu zinaisha. Nipenda nifikie tu kwenye tulikuwa tumefika. Apocalypse 14 Sura ya 14 du premier verset au 5e. shairi la kwanza na la mpaka la 5. Synthèse haikuwa kifasile mes bien-aimés. Amen. Apocalypse 14. Inasema hivi. Je regarde. Niliona Et voici l'agneau. natazama mwana C'est kondoo un nain sur la montagne de Sion. alisimama kwenye mlima Et Sayuni avec lui, na pamoja naye 144 000 personnes wasaka 44,000 watu qui avaient son nom waliokuwa na jina et le lake nom de son na père jina la baba yake écrit sur leur front. ilikuwa imeandikwa kwenye. Et j'entendis du ciel une voix, Sikia sauti mbinguni comme un bruit de gros eaux, kama vile sauti kubwa, ya maji mengi, comme le bruit de grands tonnerres. kama sauti ya ngurumo, Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe. na sauti yenye nilisikia ilikuwa sauti ya wacheza kabumbu Non. ya kinanda Joie de leur harpe. wakicheza vinanda vyao Ils chantent na wakiimba un cantique nouveau nyimbo mpya devant le trône. mbele ya kiti. Amen. Amen. Et devant les 4 êtres vivants, Na mbele ya viumbe vine vyenye uhai et les vieillards. na wazee, Et personne na hakuna mtu ne pouvait apprendre les cantiques mwenye angejifunza ile nyimbo si ce n'est les 144 000. kama haiko wale
qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Pale ndio kwenye Jésus anakuya kujirevele kwa 144,000. Amina. Na Jean anaonesha ya kwamba akasikia sauti, na ile sauti ilikuwa sawa ya maji mengi. Amen. Ikileta vile vile sauti sawa ya ngurumo, na akasikia sauti ya watu wakucheza kinanda. Amen. Amina. Amen. Na wale watu walikuwa wakiimba, walikuwa watu wengi wakiimba. Wapi? Ils chantaient déjà dans le ciel. Ils chantaient devant le trône. Mbele ile kiti ya enzi, et devant les 4 êtres vivants. Alors ile nyimbo yenyewe walikuwa wako naimba kule, wale wenyewe wako naimba, c'est qui? C'est nous. Amen. Amen. Nous qui avions déjà été enlevés, nous sommes en train de chanter un cantique nouveau. Ndio maana matsautsa za mandombolo zisitufunge macho. Amen. Mapata za nyimbo za ufali pupa zisikufunge macho. Amen. Amen. Kama memoria yako ni mafali. Ndiyo. Amen. Mtu nani karte yako unaigusa mayebo ya kukola. Na wewe uko pale mayebo. No. Amen. Amen. Il y a des cantiques qui nous attendent. Wanasema ils étaient en train de chanter cela devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Si vous voulez vieillards, les 24 vieillards. Amen. Venye balielewa ile nyimbo. Sasa wakati jakasikia Jésus le Seigneur iko kumosio avec 144,000 na sauti muziki iko napiga kule yulu. Wengine watu wote hawangeliweza kuelewa ile nyimbo. Venye balielewa c'était seulement les 144,000. Amen. Amen. Na pale ndio wenye batemwe banatoshaka ile tromberia hapo ya kusema mbo ile cantique nouveau wale masaka na 4,000 hapo wanafataka yua. Oro wakati yake haiyafika. Amen. Amen. Pale ndio kwenye wanabania kama unaangalia masaka na 4,000 wao wanaotia kanyimbo wako na kanyimbo njoka. Amen. 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 Nyakati zimisha kutia mkoge sasa ni. Alors vous voyez que wanasema wale wasaka na 4,000 ce sont des hommes mais vierges. Watu lakini wabikira. Na wakusema bazome chaste mais filles vierges. Pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Wanaume bikira. Keleta muneno ya Mungu amo français yako unaleta mnabii yako vyenye littéraire. Non, c'était des hommes, il fallait dire que c'était des hommes vierges, ce soit la littéraire tout gagné au tapoter. Amen. Amen. Hey. Amen. C'était des hommes vierges. Walikuwa ni wanaume bikira. Vierges juu ya nini? Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Amen. Est-ce que ce sont les femmes naturelles? Non. Ni kusema hawakuamini mafundisho mabaya. Hawakukroire kubusabu buirire Trinité.
Takatifu. Ndio maana aba basaka 44000 batakuwa enseignement ya bale prophète, na maandiko nasema ya kwamba na Israeli yote itaamini mwile wakati. Njo Seigneur anajionesha kwabo, sisi anajionesha kwabo. Maandiko lituonesha kala papa asike batalia sa mwenye analia mtoto wake wangapi wa kwanza. Amen. Ils sauront la vérité. Watajua kweli. Na sisi wanajua ile kweli wanalia. Amina. Na hapa sasa ule mu antikrist atakuwa na likweshe na ikala mujisomo juu yeye ndio mwenye alisema watu waungane, c'est-à-dire ye papa wa Roma. Baba, amen. Bana ndio mwenye atasema donc mumisha nitoka. Munaanza katala yangu. Mnakatala mafundisho yangu. Oro mie ndio mwenye nilibaitikisha nikaikala na wale wa mizimana wengine bakaitika kusema mshenge kisongo tukale baya. Na pale sasa il va rompre l'alliance au milieu de la semaine. Atavunja agano katikati ya juma. Ndio anakuwa la bete sasa. Amen. Na hapa sasa ndio fro inakuanzia Sasa hapa. pale vita inaanzia hapa. Na Mungu atubariki. Yenyewe imetuotesha kufanya sendeze, Seigneur yeye mwenyewe atatuelewesha pole pole. Amen.